Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nina kila sababu nimshukuru Mungu kwa neema na neema yake aliyonipa neema ya kusimama tena madhabahuni tena. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, mtumishi Gideon, kwa kazi njema ambayo anaendelea kuitenda, mbeba maono katika mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia naendelea kuwashukuru wote ambao wale wanaefuatilia vipindi vyote, wanaungana pamoja channel ya Gideon Online TV, wanaofuatilia vipindi vile. Pia mtumishi wa Mungu anaendelea kuwashukuru sana kwa neema na kibali ambayo nyinyi mnaojitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Channel ya Gideon Online TV ina vipindi vizuri sana ambavyo vina mafundisho, ambao ina mafunuo, ambao ina uponyaji katika kule ndani. Msiache kufungua, watu wa Mungu, taifa la Yesu Kristo, msiache kufungua katika vipindi hivyo. Kuna mafundisho mazuri sana. Usipoteze muda wako kuangalia vichekesho kwenye simu au kuperuza vitu vingine, lakini pia ingia katika channel ya Gideon Online TV. Kuna mafundisho mazuri ya neno la Mungu, ambayo neno la Bwana lenda kukutia faraja katika mwaka huu 2026, ambao Yesu Kristo anakuponya ukifuatilia katika neno hilo. Pale mahali ambapo umevunjika moyo, umekata tamaa, kuna maneno mafundisho mazuri sana. Kuna mafunuo siku ya Jumapili ambao mtumishi wa Mungu anafundisha kwenye vipindi vya uponyaji ambaye ukifuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia mimi naitwa mtumishi wa Mungu Paulo Steven, ambao ninahudumu katika huduma ya kanisa Mlima Moria Ministries, ambao niko chini ya mkono wa mtumishi wa Mungu Gideon. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na pia ninawakaribisha katika ibada takatifu ambayo inayofanyika siku ya Jumapili, Jumatano, Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu beba maono anawakaribisha sana. Huduma yetu katika mkoa wa Kilimanjaro, kwa wale ambao wanaotokea Same, Rombo, wapi, ukifika stendi kuu ya mkoa wa Kilimanjaro utachukua daladala au ni bajaji au ni pikipiki, watakwambia kuletee kwenye kituo ambao kiko mbele ya Kibosho Road, kinaitwa Mashineni. Utaona huduma ambao iko upande wa chini. Na wale wanaotokea kule Sanya, kule Arusha, Machame, Sanya juu kule, pia umepanda daladala, umepanda Costa, usafiri wote utashuka kwenye kituo kinaitwa Mashineni. Bwana Yesu asifiwe. Sio sehemu ya kupotea. Hata kama wale wanaingia kwenye YouTube, kuna namba za simu zinapita chini yao kwenye skrini ya simu yako. Utapiga simu, utaelekezwa ibadani. Karibuni sana kwenye maombi, huduma ya maombezi na maombezi ambao una matatizo mbalimbali, magonjwa mbalimbali yaliyoshindikana, njoo kwa Yesu, Yesu anakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Basi nawakaribisha kwenye neno la Bwana ambao kichwa cha somo kinasema Mungu huwapenda watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe kwa ajili ya neno. Mungu uliye hai, asante Bwana, maana wewe ndiye Mungu ambaye unastahili kuabudiwa, hakuna mwingine zaidi yako. Wewe ni Mungu mtakatifu, tunakuinua na kulibariki jina lako, Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Tunakukaribisha tena mahali hapa Bwana, umetupa neema ya kusimama tena mahali hapa. Mimi mtumishi wako Bwana, ninaomba ukanitumie wewe ujumbe huu Bwana, ili uweze kuwafikia wengi wanaotazama, ipate kupokea, wakapate kupokea neno lako Bwana, maana neno lako ndio mbegu ambayo Bwana isiyoharibika ndani yao, ikapate kuishi ndani yao milele na milele, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, sema nao kwa lugha nyepesi, nao wako tayari kusema ndio kwako, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha sana wewe unayenitazama hapo nyumbani, kazini. Chukua kalamu yako, daftari lako, Biblia yako, tukashe pamoja katika chakula cha Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Basi somo letu linatoka kwenye Matendo ya Mitume ule mlango wa 10 mstari wa 34 hadi mstari wa 36. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema, Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika na yatambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye, na neno lile aliyopeleka wana wa Israeli akihubiri habari njema. Akihubiri habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Habari njema ni kwa Yesu Kristo, ndiye Bwana wa wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia jinsi gani neno la Bwana laendelea kutufundisha ya kwamba pale yamkini wewe mtu wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu, yamkini umeomba sana ukaona kwamba umekata tamaa, umechoka, nafsi yako ikainama, lakini neno la Bwana laendelea kututia faraja. Linatuambia ya kwamba Petro alikuwa anahubiri, akawapelekea wana wa Israeli habari ya kwamba Mungu wetu hana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi gani Yesu Kristo alituumba wote hapa duniani ili tumwabudu yeye, ili tumche yeye, ili tumheshimu yeye, ili tumpende yeye. Kwa sababu gani? Anatuambia Mtume Petro anatuambia hapa, asema Petro akafumbua kinywa chake akisema, hakika na yatambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza jinsi gani wewe mtu wa Mungu unayemtumainia Mungu, unayemcha Bwana kila itwapo leo, unayemtumainia, yamkini umeomba sana, umeokoka miaka 2 au 3, 5, umeomba hujapata majibu, lakini nataka kuambia usivunjike moyo, kwa sababu saa yako inakuja, majibu yako yanakuja. Wewe cha msingi tu ni kutenda yale mambo yanayompendeza Mungu. Tenda mambo mema, tenda mambo yenyewe ambayo yenye kumpendeza Mungu, naye Mungu yuko tayari kwa ajili ya wote kuwamwagia baraka kwa wale wote ambao wanamtafuta kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wote wanamtafuta kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wote wanamtafuta kwa imani, naye wote unapenda na kuwachagua. Mungu amekuchagua wewe ili kuitenda kazi yake, ili kuitenda kazi yake, ili kuifanya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anakuambia huyu Mtume Petro anakuambia Mungu wetu hana upendeleo, bali yeye hufanya mapenzi yake, utenda yale mambo yenye haki, utakatifu. Naye Mungu anasema kwamba ni lazima ataonekana, lazima atakukubali. Kitu gani kinachotufanya kwamba kinatufarakanisha na Mungu? Maovu, dhambi ndio inatufanya kwamba inatutenga na uso wa Bwana. Maovu yanatutenga na uso wa Bwana, yanatutenga na baraka za Bwana, yanatutenga na kila nguvu za Mungu. Kwa sababu gani? Anatuambia yeye kila amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitenda mambo yenye haki pale, hata kama unafanya kazini, hata kama kwenye biashara yako, ukitenda mambo ambayo yenye kumpendeza Mungu, ukitenda mambo mema, ukitenda mambo ambayo ya kumtii Mungu, naye Mungu atajifunua kwako, naye Mungu ataonekana kwako. Hakuna lolote utakalomwomba kwake, yeye atajibu. Kwa sababu nini? Anaangalia moyo wako ulioko tayari, anaangalia yule mtu aliyoko tayari, naye anakubali, anafanya agano na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema na neno lile aliyowapelekea wana wa Israeli
akihubiri habari njema na amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mtume Petro alikuwa anahubiri habari, anawapelekea. Yamkini wewe mtu wa Mungu umekuja kanisani, labda ni wiki mbili, ni mwezi, ni mwaka, hujapata majibu yako, unalalamika, unaanza kusema kwa nini yule amebarikiwa, kwa nini Mungu mimi anioni? Lakini Mungu anaangalia. Yamkini yule amechuchumilia zaidi. Chuchumilia na wewe kwa Yesu, chuchumilia. Acha kulalamika, acha kunung'unika, unapoteza baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukimchuchumilia Mungu kila wakati kwa maombi, hata Yesu Kristo mwenyewe alichuchumilia hadi kwa machozi ya damu, lakini alipata kuiona ahadi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, tusilalamike, tusinung'unike. Yamkini umelia sana, umeomba mwaka 2025 hujapata majibu, lakini nataka kuambia mwaka 2026 ni mwaka wako wa kupata majibu. Muamini Yesu Kristo, muamini kwamba yeye anaweza kila kitu, muamini ya kwamba yeye anaweza kujibu haja ya moyo wako, muamini Yesu Kristo ya kwamba yeye anaweza kukuponya, yeye anaweza kukuinua tena, yeye anaweza kukuinua hapa mahali ulipo tena. Acha kulalamika, acha kunung'unika. Yamkini katika mateso, katika changamoto unazopitia zimekufanya kwamba umelalamika. Ndio kilichowaponza hata wana wa Israeli. Walikaa jangwani, wakaanza kumnung'unikia Mungu. Mungu akaachilia ghadhabu juu yao, Mungu akaachilia mabaya juu yao. Kwa hiyo watu wa Mungu, wewe unayemjua Mungu, umepata neema ya kumjua, endelea kuishikilia neema hiyo hiyo, endelea kuishikilia neema. Neema ya Yesu Kristo ni kubwa mno. Wewe umepata neema. Wako wanaotamani kulitaja jina la Bwana lakini wanashindwa. Wengine wako hospitalini, wengine wamepata adha mbalimbali, lakini wengine ni wazima, lakini hawawezi kulitaja jina la Bwana. Lakini wewe unayefika nyumbani kwako, unayefika kazini, unayemwambia Bwana asante kwa sababu umenipa neema, hata umenipa pumzi, umenipa afya, umenipa tena ya kusimama siku ya leo, umenipa tena hata riziki ya watoto wangu, umenifanya tena nikawapeleka watoto shule. Mshukuru Mungu wa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu hana upendeleo. Usiangalie kwamba mwenzako amefanikiwa. Chuchumilia. Acha kunung'unika ndani ya moyo wako. Chuchumilia, naye Mungu ataachilia baraka juu yako. Kwa sababu anasema yeye sio mwanadamu hata ampendelee yule. Hata wewe anakuona, anasubiria. Yeye Mungu wetu anajibu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusonge tena mbele, tufungue tena kwenye kitabu cha Warumi 2 ule mstari wa 16. Warumi 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Anasema, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi wa kwanza na Myunani pia, bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia kwamba katika dhiki tunayopitia kuna mambo mengi. Dhiki inaweza kukufanya ukamwacha Mungu kabisa. Na katika changamoto tunazopitia au katika dhiki tunazopitia, sio kwa sababu ya nini, ya mchawi umelogwa, pengine kwamba ni kusudi la Bwana ili uweze kuomba, ili uweze kumtafuta Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kusonga mbele, ili uweze kuimarika katika kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anatuambia katika utukufu, ni lazima uwe na utukufu wa Bwana
katika kuacha yote na kutafakari katika jaribu hili ambalo limenipata, katika dhiki hii, katika changamoto zilizonipata mimi, ni kwa sababu gani? Ni lazima tuweze kurudi na kumuuliza Mungu, ni wapi, kwa nini jaribu hili limenipata? Ukaingia magotini ukaomba rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza tukaanza kukemea tu. Lazima turudi tuweze kujichunguza, ni wapi tulipokosea, ni wapi ambao tulipoanguka, ili tukaweza kutubu, tukaweza kutengeneza na Bwana akaweza kutengeneza tena katika maisha yake, ile utukufu wa Bwana ukajawa ndani yako, ili Mungu akakuonesha tena njia nyingine ya kuweza kutoka katika ile dhiki. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika dhiki na shida na juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi wa kwanza, Myunani pia, bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema. Na Myahudi wa kwanza na Myunani na pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia watu wa Mungu, jinsi gani Mungu wetu pale mahali ambapo unapita kwenye changamoto, usiogope. Yesu yuko pamoja na wewe. Yesu anawapenda wote, lakini kwamba sio kwa sababu unapita katika changamoto, katika dhiki, katika shida, sio kwa sababu amekuacha, ni kwa sababu ili kukuimarisha, ili kuimarisha maisha yako, ili kuimarisha kumtafuta Mungu kwa bidii. Lakini tunaangalia, anatuambia habari ya maovu. Uovu unakusababisha unaleta mauti nyumbani kwako. Uovu unasababisha umaskini. Uovu unasababisha wewe kurudi nyuma katika kiimani, kwa sababu Mungu hapendezwi na yule mtu muovu. Anapendezwa kwa wale ambao wanamtafuta kwa bidii na utakatifu, kwa na utakatifu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo 2026 watu wa Mungu, mwanzo wa mwaka, hebu tukatengeneze na Bwana, ili Mungu akawe pamoja na sisi katika mwaka huu, akatupendee mambo mema, akatufanikishe, tukaishi kwenye maisha yenye amani, maisha yenye furaha, akainua biashara zetu, akainua imani zetu, akainua karama zetu, akainua huduma zetu ambazo adui shetani mwovu ambazo aliziua. Pengine tukaenda kusujudia miungu ya baba zetu, tukaabudu masale, tukaabudu mabokidi, tukala chakula ambacho kimesemelewa, kimesababisha maisha yetu magonjwa. Hawezi tena kuomba, hawezi tena kusonga mbele. Lakini watu wa Mungu, hebu turudi sasa na kutafakari, kumwambia Yesu, hapa nimerudi sasa, ninaomba unisamehe, niko tayari, unitumie kama upendavyo, unifanye tena chombo chako cha ibada. Bwana Yesu asifiwe. Basi tufungue tena Warumi 1 mlango wa 16. Warumi 1 mstari wa 16 hadi 17. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Anasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu uweza wa Mungu utoao wokovu kwa kila aaminiaye, kwa Myahudi wa kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, wewe Mkristo, wateule wa Bwana, ambaye Mungu alituchagua, alituumba katika mfano wa sura wake, amesema yeye habagui, lakini anatuambia kwamba usionee haya Injili, usionee haya Injili. Kuna watu wengine ambao wameokoka kabisa, lakini wakifika mahali wakiambia Bwana Yesu asifiwe, wanasema hawaitiki. Pengine kuna mtu ambaye anaumwa, unashindwa kumhudumia, unashindwa kumhubiria mwenzako neno la Bwana. Yamkini wewe uliopata neema ya kumjua Yesu Kristo ni Bwana wa Mwokozi wa maisha yetu,
Ndiye alikupa kazi hiyo ya kwenda kuhubiri, ya kwenda kufanya, ya kwenda kuitangaza Injili. Tusionee haya Injili ya Bwana. Unapomwonea haya Yesu Kristo, naye anakuonea haya mbele ya Baba yake. Lakini watu wa Mungu, twendeni tukaitangaze Injili ya Bwana. Twendeni kwa imani tukatangaze neno la Bwana. Usiogope, hata kama uko pale kazini kwako, uko hapa nyumbani kwako. Yesu amekufanya kuwa ni wakala wa kusimamia kwenye familia, kwenda kuhubiri, kueleza ndugu zako wale ambao mjui Mungu wakapata kulijua neno la Kristo. Waambie sasa ni saa ya Yesu Kristo amekuja ili kwamba kutuokoa katika ulimwengu wote, kutoka katika dhiki, katika shida, katika mateso, maana kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika Mungu watoa wokovu kwa kila aaminiaye. Kwa Mhubiri wa kwanza neno la Bwana limedhihirishwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema mwenye haki wake ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, tumwamini Yesu Kristo ya kwamba yeye anaweza. Yesu Kristo yeye anaponya. Yesu Kristo yeye anaokoa. Watu wa Mungu, hata kama una mgonjwa wako, hata kama una mateso mbalimbali, njoo kanisani. Yesu Kristo yeye anaokoa. Yesu Kristo yeye ni katapila, anang'oa magonjwa yaliyoshindikana, mateso yaliyoshindikana, lakini Yesu Kristo yeye anaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anaponya kwa wale ukiwa na imani tu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona matendo makubwa ambayo Yesu Kristo anayetenda mahali hapa katika huduma ya Mlima Moria. Tunaona Yesu Kristo kila itwapo leo, Bwana anazidi kutenda mambo makubwa, ambao wenye matatizo mbalimbali, ambao wenye magonjwa mbalimbali. Wewe mama uliko kazini, wewe mama uliko nyumbani, una mgonjwa wako, una matatizo mbalimbali, njoo kanisani, njoo katika huduma ya Mlima Moria, na utamuona Yesu na atakuponya katika magonjwa. Unasumbuliwa na matatizo ya kibiashara, magonjwa mbalimbali kwenye ndoa, kwa watoto, lakini njoo kwa Yesu. Yesu naye atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaangalia imani yako tu. Haleluya. Basi watu wa Mungu, hili ndio neno la Bwana. Basi tuende mbele za Bwana tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Baba kwa neema yako hii Mfalme Mungu ulioachilia tena kwa neno lako Baba, watoto wako wamelisikia Baba. Tunakuja mbele zako Mungu wa mbingu na nchi, yamkini pale mahali ambapo watoto wako Baba tumerudi nyuma, tumeteleza. Bwana Yesu, tunaomba rehema Bwana, naomba rehema Yesu kwa ajili ya wote ambao wanaotazama kwenye channel ya Gideon Online TV. Bwana, ninaomba toba na msamaha kwa ajili ya mama huyo, kwa ajili ya baba huyo, kwa ajili ya kijana huyo. Bwana, tunaomba rehema kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunaomba rehema Yesu Kristo Bwana, ukatusamee pale mahali ambapo Bwana tumeenda kishoto kulia, tumeenda kinyume na mapenzi yako Mungu wa mbingu na nchi. Tunaomba rehema zako tena Bwana, ukatusamee, ukatusafishe kwa damu yako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Mungu wa mbingu na nchi, tunakukaribisha tena ndani ya mioyo yetu Bwana, ukatembee nasi katika mwaka huu Bwana, maana ulisema Yesu tukujue sana, ndivyo mema yatakapotujilia mfalme wa amani. Tunaomba yale mema yako sasa Bwana yakatembee na sisi katika mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru kusema amen.